Yamkini umeota unakung'ata. Mbaya zaidi kama umeota unang'atwa na nyoka. Kuna kitu kimesha. Utaamka asubuhi utaona kawaida. Utaamka kwenye mwili ni kawaida, lakini kwenye ulimwengu wa roho kama wamekung'ata, tayari kuna kitu kimeingizwa kwako. Hautaelewa saa hiyo. Utaota unapigwa kisu. Niliwahi kuambia siku moja nilienda mahali nikawa naombea mtu mmoja, na wakati namuombea dakika chache Mungu akaniambia acha kumwombea. Upako kaisha wako. Mungu akanirudi kanipa 3. Nikamwambia Mungu maana ya 3 nini? Akaniambia ni miaka 3. Miaka 3 kuna nini? Akasema angalia kwenye ndoto alipigwa kisu. Kama kwa kisu ya maana kama muulize. Nikamuuliza baba uliwahi kuota ndoto unapigwa kisu? Akasema hii ndoto inanitesa mpaka leo nakumbuka. Ndio anakata roho hivyo. Na nilipigwa miaka 3 na hapa hapo ile kuja kutokea kama kidonda ikawa kanza. Tangu umepigwa ni miaka 3, maana yake mwaka ulipita, mwaka wa pili kidonda kikatokea pale kwenye mguu. Na ndio ikaja kuwa kanza. Maana yake miaka 3 alishaandaliwa kitakachomuua. Umeota tu umepigwa kisu. Umeota unakula vyakula. Umeota unakunywa damu. Sasa inatakiwa pia umepefuka, maana sio kila chakula kwenye ndoto ukila ni mbaya. Inatakiwa upefuke kiroho. Kuna aina ya chakula ukila maana yake ni mema pia. Lakini nani akujue? Lazima ukue kiroho kwamba ukiota hii ni mema. Unaota unapita kwenye maji machafu, kwenye matope. Unaota uko sokoni, uko pekupeku. Au umevaa nguo chafu. Maana yake ulimwengu wa roho unakwambia utakosa kibali. Huwezi kumiliki chochote. Na wengine, kwa nini wamama wengi wanapata shida ya tumbo sana sana? Ulimwengu wa roho wanaingiza mateso kwenye matumbo ya wanawake. Kwa nini? Biblia imesema uzao wa mwanamke utamponda shetani kichwa. Na ndio maana leo karine hii wanawake wengi wanaponea chupu kufa leba. Wa shetani anajua kabisa uzao wa mwanamke sio uzao wa kawaida. Na ndio hao wakizaliwa wanafukuziwa, wateswe. Ameolewa hakai kwenye ndoa. Anasoma hasomiwi, amesoma anafeli. Anakuwa mlevi. Why? Shetani anajua kabisa kama nimeshindwa kumaliza kwenye tumbo, wacha nimfukuzie kwenye ndoto zake. Maana yake akimwacha aende hivyo, yule kijana yule binti sio binti wa kawaida. Kuna vitu vitaharibika siku zijazo. Kuna heshima itakuja kwenye familia kupitia huo kijana, kupitia huo binti. Na mimi nataka nitangaza adui ambaye amepanda kitu kwa mtoto wako, amepanda kitu kwa kaka yako, amepanda kitu kwenye familia, tunakwenda kumuondoa leo ili watu warudi kwenye position zao. Sema narudi kwenye nafasi yangu. Mungu anisaidie. Uko tayari kutoka leo? Uko tayari kutoka leo? Kuna pepo la utekelezaji. Hivi vitu vinavyopangwa na wachawi wanakuwa na pepo lao. Sema pepo au malaika wa kuzimu. Ambaye kwa mfano mtu anaenda kwa mtu anaenda kwa mganga, anasema nataka Heriki asifanikiwe. Mtu wa kwenu tu au jirani au mchawi kwenye hiyo boma. Na mchawi anaweza akawa sio ndugu yako. Lakini nilimkamataga mmoja hapa akasema sisi wachawi hatutaki tu mtu afanikiwe. Ni watu wachawi jamani, sio watu wa kucheka nao. Na unakuta wakati mwingine ni wamama, ni wababa, wanaenda kanisani. Wanaimba vizuri sana. Wakiongea utafikiri malaika. Akiongea utafikiri lugha yani sijui. Na wao wakienda kanisani wanaombaga baba, lakini ni akinafiki. Mungu akutofautishe nao. Mungu akupe moto ukikutana nao, waungue wadondoke wenyewe. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Kwa hiyo anapoenda anasema nataka Elisha mfano, anataka Elisha apinduke kihuduma. Tutengeneze bomu. Tumtumie nani? Tumfanye chambo ili achafuke, akose kibali. Wakishamaliza au afe au apate maradhi. Wakishamaliza wanafanya ibada. Wananuiza kwa maneno. Kinachokuja kuua ni maneno. Nilifundisha Jumatano. Kwa hiyo kile kitakachosemwa, wakasema hivi, fulani tunatangaza upata ajali na uvunjike kwenye paja, na si ajabu kwenye ndoto walishakupiga. Fulani tunataka tumbo lipate shida, tutaweka uvimbe, baadaye utaambiwa kenza. Tutaweka wengine hapa unashangaa mtu anapata HIV, lakini sio HIV ya maana, ni HIV ambaye umeingiziwa kiroho. Tunataka apate pressure, tunataka afanye hivi, alafu usiku anakuingizia. Unaamka tumbo linauma. Ukienda kumwambia uvimbe, unajiuliza uvimbe nimepata wapi? Vidonda vya tumbo, vidonda vya nimepata wapi? Mbona nakula? Mbona wamekupiga? Alafu unasema malaika, pepo njoo. Tumesema hivi na hivi kwa huyo mtu. Pepo linakamata hilo neno, malaika wa kuzimu wanakamata hilo neno, wanakuja direct.
kama ni kijana wako anafikiwa, unashangaa tu anaanza kuwa mlevi. Unashangaa tu ajenge tena. Unashangaa tu tena alikuwa na akili juzi anampenda mamake, anampenda babake, amegeuka anamtukana babake na mamake. Unashangaa familia imefurugwa. Leo tunang'oa. Una imani tung'oe? Una imani tung'oe? Kuna pepo la utekelezaji. Demonic of agreement. Anapewa wajibu. The angel killer, yani malaika wa kifo, malaika wa kuua. Kumbuka Mungu pia alipotaka kuipigania Israeli watoke, alimtuma malaika wa kifo usiku wa manane. Nisomee kitabu cha Waamuzi tutakuwa cha mwisho, alafu niingie kwenye maombi. Usiku wa manane Mungu alituma malaika wa kifo ili apigane usiku. Hii ni ishara upande wa Mungu wetu yuko malaika wa kuua. Hawa malaika pepo wanaopewa majukumu. Yani kama shetani na ana malaika, ana mapepo na majini wanaotuma. Dada moja akaniambia miaka ya nyuma, akaniambia sio kama miaka 3 imepita. Akaniambia baba, lakini alishabeba mimba, sikumbuki ni nani. Lakini akaniambia baba, kila nikibeba mimba ikifika miezi 6 mimba inachomoka. Nyingine ikifika karibu miezi 7 inachomoka. Nikamuuliza inachomokaje? Akasema anakuja bibi moja ambaye simfahamu kwenye ndoto. Ananipa juice. Mara ya kwanza mtoto wa kwanza mimba kuharibika alinipa juice. Na kunywa juice kwenye ndoto, na kwenye ndoto na ota inatokea huku chini. Nikija kunyanyuka ndo damu zinatoka. Nikabeba ya pili, ikafika karibu miezi 7. Nikaota nalishwa maharage, nalishwa nyama, lakini nyama zilizooza, na meza hizi nyama ni laini. Nikashangaa zile nyama zinatoka mpaka huku chini, na kuja kunyanyuka na shangaa damu zinatoka. Ndio naanza kupiga kelele, watu wananibeba, mtoto amekufa. Mtoto wa 3 hivyo hivyo, mtoto wa 4 hivyo hivyo, mtoto wa 6. Akaniambia nikapewa ripoti zako. Na akaja hapa nikamwambia hilo pando walilolipanda tunang'oa na hutazika tena. Mungu akusaidia malaika wa kifo apite leo. Amen. Kila anayeweka kikao kumalize afe kabla yako. Amen. Kila anayeweka kikao amalize biashara yako afe kabla yako. Amen. Kila anayeweka amalize kijana wako wa kwanza afe kabla yako. Amen. Kila anayepanga achomoe mimba yako, hiyo mimba itakufa. Kila anayepanga aweke uvimbe kwenye tumbo, huo uvimbe uyayuke. Kila anayepanga mauti yako, mauti rudi kwao. Nani ukasema mauti rudi kwao. Mauti rudi kwao. Wewe waambie wanangu, mnapokuja kuelisha sina riziki nitakayowapa. Lakini maadui zako wanaelizwa wanaenda kuleta mali, wanakuja kunyunyiza nyumbani kwako usiku wa manane. Kuna watu mnatembea na maumivu, lakini hayo maumivu mmefungiwa. Akasemaje? Hata ikawa usiku wa manane, Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote. Akawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri. Ngoja nikwambie, Israeli alikuwa mzaliwa wa kwanza. Na Farao au miungu ya Farao au waganga, mapepo majini walimshikilia mzaliwa wa kwanza. Mungu alichofanya, kila anachowafanyia Waisraeli alikuwa anataka wafe, alikuwa anawatumikisha wafe kwenye mateso. Mungu akatuma malaika, akasema mauti igeuke, roho ya mauti irudi, malaika wangu chomoka, nenda kwenye kiti cha enzi cha Farao, atakaye kufa ni mzaliwa wake wa kwanza. Kama ambavyo leo natangaza, waliopanga biashara yako ife, biashara zao zife. Waliopanga mtoto wako afe, mtoto wako afe. Aliyepanga mume wako afe, waume zao wafe. Aliyepanga mke wako afe, mke wako afe. Aliyepanga familia yako ife, familia yako ife. Amen. Gusa mwenzako mwambie tunageuza vita malangoni. Tunageuza vita malangoni. Sema kwa sauti, sema tunageuza vita malangoni. Tunageuza vita malangoni. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tunageuza vita malangoni. Tunageuza vita malangoni. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tunageuza vita malangoni. Tunageuza vita malangoni. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Lango la ndoa. Lango la ndoa. Tunageuza vita. Tunageuza vita. Lango la afya. Lango la afya. Tunageuza vita. Tunageuza vita. Lango la kizazi. Lango la kizazi. Tunageuza vita. Tunageuza lango la ufugaji. Tunageuza vita. Lango la elimu. Tunageuza vita. Tunageuza vita. Kila vita iliyoandaliwa leo tunageuza
tunageuza kila pressure iliyoandaliwa. Leo tunageuza kila HIV iliyoandaliwa. Leo tunageuza kila sukari iliyoandaliwa. Leo tunageuza kila maumivu kwenye miguu, kwenye tumbo, kwenye mabega, kwenye uzao. Leo tunageuza vikao vya wachawi, vikao vya mizimu, vikao vya Lucifer kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ndoto. Leo tunageuza vikao vyao waliofaa sura ya nyoka, sura ya inge, sura ya jirani yangu, sura ya mke mwenza, sura ya mdogo mtu. Wachawi wote na wakusanya waliovaa sura ya watu, moto unawaka. Waliozoea kuvaa sura yangu, moto unawaka. Waliozoea kukaa chumbani kwangu, moto unawaka. Waliozoea kukaa juu ya paa, moto unawaka. Waliozoea wakatumia nguo yangu, nguo ya ndani, daftari, kalamu, ardhi, chochote, moto unawaka. Enyi majini, enyi mapepo mliokaa chumbani, mliotumwa kuniua mimi, moto unawaka. Yesu Kristo, wewe ni nuru. Karibu ndani yangu, uwe nuru. Na kuamini Yesu, ulikufa kwa ajili yangu. Nakataa kufa kwenye ufalme wa giza. Naokoka jioni ya leo. Sijazaliwa kwa bahati mbaya. Sijazaliwa kwa bahati mbaya. Sijazaliwa niwe mtu wa mateso. Sijazaliwa niwe mgonjwa. Sijazaliwa niwe mlevi. Sijazaliwa niwe malaya, niwe kahaba, niwe mwizi, niwe tapeli. Sijazaliwa niwe hivi nilivyo. Yesu Kristo, leo nihamishe kwenye ufalme huu, ufalme wa magonjwa, ufalme wa faraka, ufalme wa madeni, ufalme wa mateso. Leo nihamishe kwa ridhaa yangu, kwa hiari yangu.